wanaohusika kumfrustrate Gwajima ndio wanaohusika kuteka Watanganyika. Simple and clear, siumi maneno. Yoyote anayezuia watu wasipige kelele kuhusu matendo ya utekaji na upotezaji wa watu ndiye muhusika mkuu. Na ni wakati sasa wa Watanzania kuacha unafiki. Wewe ujiulize. Wewe leo nikikuuliza, wewe mwandishi wa habari, kwa ile tulitokea kwa Gwajima anakemea watu wasitekwe, anaenda kuzuia, wewe unafikiri mtekaji ni nani? Nijibu, usifikiri hapa tutaki kupiga ramli. Nani ni mtekaji? Yule anayezuia. Tusinyamaze, tusikeze. Wewe mwahi kuona polisi wamekuletea hata mtekaji mmoja? Lakini wanakimbizana tu na watekaji, wanakimbizana na kina Mdude bila makosa. Mtoto wa watu maskini hana shida, hadaiwi na mtu, hajaiba cha mtu, hajadhulumu mtu. Watu wanakwenda kupiga Mdude, wanamwaga damu chini namna ile. Kwa makosa gani? Kwa hiyo tunapozungumza lile la Gwajima, mimi tusiniulize nani yuko nyuma ya ile. Simple, ni watekaji au mnufaika wa utekaji. Simple. Kama sio mtekaji, ni mnufaika wa mtekaji. Kwa sababu kama nakimbiza jambazi, wewe unanizuia nisikimbize jambazi. Aidha wewe ni jambazi au mnufaika wa ujambazi wa yule jambazi. Simple and clear, period. Hakuna kuyumbisha maneno hapa. Nilisikia hata kuna mabwege walikuwa wanasema, "Sisi tunakutisha." Hakuna bwege atanitisha mimi hapa Mbeya. Ndampena mzee. Mimi siwezi kutishwa na bwege yoyote. Ndio maana nimerudi, nitapambana kuhusu haki ya Mdude na nitapambana kukabiliana na yoyote yule atakaye kuja.